wanasema ukitaka msichana wako wa kazi akae sana, usimchekee. Kuna huyu msichana nilimpata mara ya kwanza kipindi ndo naanza kukaa na wasichana wa kazi. Alikuja kwanza alikuwa mpole alafu ana smartphone. Like a smartphone is why I didn't care kuhusu smartphone kwa sababu yani as long as umefanya kazi mimi sina shida. Alafu kipindi hicho sina mtoto, niko tu mwenyewe. Kazi ilikuwa tu kwa sababu nyumba yangu ni kubwa, nilikuwa nataka tu yani afanye usafi, nyumba yangu I maintain. Alafu mimi nina wanaita sio OCD something like that. Mimi nachukia sana sehemu chafu. Yani mimi nikikuta hata kitu kimewekwa vibaya, huwa najisikia vibaya. Hata mtu tu ukianika nguo vibaya, najisikia natamani nije nizinyooshe hizo nguo. So napenda nyumba yangu idekiwe kila siku, nifuliwe nguo zangu kila siku. Sitaki mtu kusanye nguo like kusanyike sijui wiki ama nini ndio aje aanze kufua. Napenda yani nguo zikiwa chafu mtu fue, vyombo vikiwa vichafu vioshwe hivyo, tule hivyo. Na uzuri pia nilikuwa simpangii kwenye masuala ya kupika. Na kitu kingine kizuri ambacho sio kwa ubaya, I mean ni kitu kizuri ambacho napenda kusema kuhusu yeye mpaka leo, ni kwamba alikuwa anajua kupika. Yaani ni anajua kupika, msichana akikupikia chakula ili huwezi kukataa. So, ila mimi nina allergy na seafood. Nina allergy na seafood, kitu chochote kile, samaki au whatever hivyo. Na nilimwambia kabisa ni kwamba hata ukipika chakula, hata kama ukienda kununua vitu, yani katika vitu utakapoenda kununua utafanya nini, lakini hakikisha hakuna kitu chochote kinachotoka baharini au kwenye maji. Basi mwezi wa kwanza tukakaa vizuri, mwezi wa pili tukakaa vizuri, mwezi wa tatu nashangaa mtu ameanza kubadilika. Siku moja jioni narudi nikamkuta amekaa na kijana, kuna kijana fulani wa bodaboda ambaye huwa anatuletea vitu hapo nyumbani, nikamkuta amekaa naye nje usiku afu ni kwenye giza. Sasa mimi nakuja naingia na gari, nikawamulika taa wako pembeni, na msema akashtuka, akaingia ndani, akakimbia akaenda akanifungulia geti afu akaingia ndani na yule kijana akaondoka. Sasa nikamuuliza binti yangu, ulikuwa unafanya nini? Mlikuwa mnafanya nini? Kwa sababu kitu kilicho ni click kwenye kichwa changu ni kwamba yani kwa nini wakimbia yani waondoke kama ilikuwa ni kitu kizuri. Sikujali. Baada ya hapo nikawa nashangaa labda tukinunua mchele labda kilo 10, 15 au tukinunua unga. Ninashangaa vitu baada ya wiki mbili vitu vimeisha. Tuko wawili, mimi na yeye. Wakati mwingine mimi hata kula siri nyumbani, huwa nampigiaga simu namwambia, ukipika chakula usinihesabia nipika tu chakula kwa sababu mimi sitorudi. Nashangaa wiki mbili mafuta yameisha. Unanunua mafuta lita 5, lita 10 unaambiwa mafuta yameisha. Unanunua mafuta kidogo ndani ya wiki mbili mafuta yameisha. Vitu ndani vimeisha. Dawa za miswaki zimeisha. Nikienda sokoni ambapo watu tunaweka vitu sijui miswaki nini, vitu vya masabuni manini, nakuta vitu vinapungua ni vinaisha bila sababu. Nikawa namuuliza binti, kuna kitu gani kinaendelea, mbona vitu vinaisha? Kwa sababu sielewi, maana mimi budget yangu huwa nanunua yani baada ya miezi miwili, kuna vitu nanunua baada ya miezi miwili, vingine nanunua kila baada ya mwezi hivyo, kwa sababu nina fridge like lile fridge kubwa ambalo unajua kabisa vitu vinakaa vinadumu kabisa. Anakuambia dada, mimi sijui ni kwa sababu tunatumia na mwanzo tunatumia na nani, kwa sababu sisi tunakaa wote mimi na wewe. Kwa hiyo anayetumia vitu ni nani? Siku hiyo sasa nikawa nimetoka nimeenda kazini, nikawa kuna kitu nimesahau, nikasema ngoja nirudi nyumbani tu nichukue bodaboda niende nyumbani haraka nirudi, kwa sababu kazini kulikuwa kuna faili nimelifanyia kazi usiku, nilikuwa nimeliacha mezani ili niondoke nalo, nikalisahau. Kwa hiyo narudi nyumbani. My friend, narudi nyumbani. Nafungua mlango sebleni, nikakuta yule bodaboda wangu yuko amekaa ndani kwangu. Yuko na marafiki zake kama watatu, wako mezani wanakula kama sherehe. My friend, ziko pombe mezani, ni kama house party, watu wanafanya house party. Niambie kwenye situation hiyo unafanya nini? Nikakasirika. I was like, what the fuck is going on? Nini ambacho kinaendelea hapa ndani kwangu? Yaani ni kuna party, kuna nini? Kwa sababu msana kwanza mimi siwahi kujua kama anakunywa pombe, lakini wote tunakuta wanakunywa pombe, wanacheza muziki, yani kama wanapati nyumbani kwangu. Nikakasirika, nikamfuka, kwa nini mnafanya hivi nyumbani kwangu? Mambo haya mimi sipendi. Alafu yani ni kwamba jamani, wale wakaka wakainuka wakaondoka zao, nikamwambia msichana, this is last warning. Please, kama kuna vitu ambavyo unataka kufanya, unataka siku kufanya party, unataka kufanya nini, naomba uniambie siku kwamba dada, mimi naondoka, nataka kwenda kufanya kitu fulani. Mimi nitakuruhusu unaenda, hata kuniambia dada tunaondoka, nataka kutoka na kuacha tu uende, lakini ya masomo unafanyaje ndani kwangu hivi? My dear, siku ile nilikuwa natoka jirani akaniita. Jirani akaniita akaniambia, dada samahani, naomba tuongee, hatuna mazoea. Dada naomba tuongee. Nikaenda tukao tunaongea, akaniambia, dada, unajua hainihusu lakini naomba nikwambie kitu. Msichana wako naona kuna vijana huwa wanakuja kuingia huko ndani. Yaani kila siku ukiondoka naona kuna vijana wanakuja wanaingia huko ndani, wanakaa muda mrefu, muziki mzito yani hivyo, alafu wakitoka wanakuwa na vimfuko viroba kama wamefunga vitu kwenye pikipiki, naona wanatoka. Sasa kuna siku walitoka na kindoo cha mafuta. Sasa hicho kindoo kikawa kimedondoka, mafuta yakamwagika, ndio maana nikajua mafuta yamemwagika, nikajua mafuta amebeba. Nikasema Mungu wangu. Ndio anachokifanya msichana wangu mimi nikiondoka. Nikatoka nikaenda ndani nikamfukia. Maana nilikuwa kazini, nikarudi nikaenda nikamfukia, nikamwambia nini unachokifanya. Ni kweli inawezekana mimi nina hela, lakini hizo hela za mchezo mimi sina. Kwa nini unagawa vitu vyangu? Kwa nini unawapa watu vitu vyangu? Mimi nanunua vitu kwa sababu mimi najua najibana, kwa sababu mimi na wewe tule. Mshahara wako bado nakupa. Na uweze mimi msichana nilikuwa nalipa 200. Nikakasirika, nikamfokea. Sasa sijui kumfokea yule msichana kama amekasirika, I don't know. Siku hiyo nikamwomba naomba nipasie kwenda kwenye sherehe. Ndio nguo ambayo tumeshona sare na naenda kwenye sherehe, nikamwambia msichana naomba nipasie nguo. Asiunguze. Akalinguza ile gauni sehemu ambayo siwezi hata kuvaa, my friend, hapa kifuani. Sehemu ambayo hata uwezi kuvaa. Na muulizo ulikuwa unafanyia, ananiambia dada samahani. Hana hata ile sura ya kusema sura ya samahani, sijui ni gani, ni ile kwamba ni mtu amefanya kitu alichokusudia. Kwa hiyo anakuambia utanifanya nini? Nikamsamehe. Maisha yakaendelea. Ikawa sasa ni kila siku kavunja hichi, kavunja kile. Akinipasia nguo ene, kipasi nguo ndani ya wiki, akipasi nguo 7, 3 anaunguza. Nikawa nimeshakusanya mpaka rundo la nguo. Nguo zimeungua, ni karibu nusu kabati imeungua, mpaka inabidi sasa nikitaka hata kuvaa nguo inabidi niingie dukani, nichukue nguo ambayo najua kesho nitaiva, mpaka nikamsopisha nikamwambia please naomba usinipasie tena nguo. Naomba usinipasie nguo zangu utakuwa napasi mwenyewe. Nikawa naambia kwanza hata usio unafua. Kwa hiyo nikawa nafua mwenyewe, nafua. Nyumbani kuna washing machine. Kwa hiyo nikawa nafua mwenyewe na nika mwenyewe hivyo naipasia nguo zangu mwenyewe. Sasa
Siku hiyo nilikuwa nimerudi nyumbani, nikakuta amepika. Nikakuta amepika mtori. Mimi napenda kweli mtori, nikakuta amepika mtori. Nikachukua mtori. Tena nimefika na nikaribisha kabisa, dada karibu ule mtori, nimekupikia mtori, najua unapenda huu hapa, kakaanga na chapati mwenyewe hivyo nilikuwa nimekula. Sasa naenda nyumbani naona pumzi ndani. Nimeenda ndani kulala, yani nimelala usingizini na naota kama nabana pumzi, naamka pumzi imenibana, siwezi kupumua. Nina rashes, mwili umekuwa mwekundu. Ni nini? Ni reaction ya allergy, is allergy reaction. Nikaanza kujiuliza imekuwaje, ndio nikachukua sindano nikajichoma, ndio nikamfuata dada, nikaenda nikamuuliza, kwenye chakula kulikuwa kuna kitu chochote ambacho kinahusiana na samaki? Ananiambia ndio dada, kuna samaki, nilitoka sehemu nikaenda nikakuta kuna samaki mzuri, akaniambia samaki mzuri, nikaja nikapika. Nikamuuliza, si unajua nimekaa naye msana zaidi ya karibu mwaka na hajawahi kupika chakula kaeka samaki, naomba ndani kulikuwa hakujawahi kuonekana samaki. Nikamuuliza imekuwaje, ananiangalia lile jicho la yani ile tu samani, yani ile jicho la kwamba yani nimefanya utanifanya nini. Hiyo siku ndio nikasema, my friend, tulipofikia huyu msichana atakuja kuniua. Yani kama anaweza kuja kuniwekea vitu ambacho anajua kabisa kwa allergic rancho, huyu msichana atakuja kuniua. Sikumfukuza, simwambia namfukuza. Alikuwa amebakisha kama wiki afikishe mwezi ambao ndio nilikuwa nataka nimpe mshahara. Nikamwacha nikaacha kula kabisa nyumbani, nikamwambia kabisa, uko unapika usura nibakishie. Kwa hiyo nikawa nakula narudi nyumbani. Siku hiyo nikaamka mapema saa 11 nikaenda nikamgongea mlango. Nikamgongea mlango akashtuka. Ameshtuka, nikamwambia naomba ujiandae uondoke. Na nikasimama pale pale nikamwambia kusanya nguo zako uondoke. My friend, tell me why. Kumbe kabatini kwake wakati anakusanya nguo naona anaogopa kutoa nguo. Kabatini kwake anampaka chupi zangu, my friend, chafu. Hasa kwa sababu mimi na chupi nyingi na huwa nakusanya sifui kwa wakati, nataka kuzifua kwa wakati mmoja wakati nipo nyumbani. Kakusanya mpaka chupi chafu. Kakusanya nguo zangu chafu. Kakusanya vitu vingi, kaviweka sehemu moja, afu kavifunga kwenye mfuko. Kwa sasa nikamuuliza huo mfuko ni mbona watu, nikamuuliza mfuko na nini? Ndio nikaenda nikafungua nikakusanya vitu. My friend, I was fired. Nikamuuliza msela ni kitu gani kingine ambacho ulikuwa umepanga kunifanyia? Anatetemeka, ananiambia dada samahani, dada samahani. Nikamwambia no, ni kitu gani ulichokuwa umepanga kunifanyia? Akaanza kulia, anatetemeka. Nikamwambia my friend, ngoja nikupakie mwenyewe. Ndio nikamtolea nguo zake, nikamwekea viatu, nikamuingiza kwenye gari, nikatoka, nikampeleka mpaka Ubungo, nikampandisha gari, nikamwambia my friend bye bye. Kwa sababu mimi ni mtu mkoani. Nikamwambia bye bye na kuondoka. Kama unataka kurudi utarudi utakuja kufanya mambo yako. Akawa ameondoka, nikamwaga tu kama mwenyewe, nikatafuta tu kuna mtu nikaongea naye mtaani, akanitafutia cleaners ambao wanakuja wananifanyia usafi, wanaondoka, ambao nilikuwa sikaenda hivyo. Maisha yako tu vizuri hivyo. Sasa miaka imepita, mwaka kama miezi hivi kama imepita, yani kama mwaka hivi umekaribia, naona namba ngeni. Napokea simu ananiambia dada, mimi ni Ana. Nini unasemaje? Ndio kwanza kuniambia eti dada samahani, mimi unajua yule kaka, akamtaja kaka ambaye ni bodaboda. Yule bodaboda ndio alikuwa ananidanganya, alikuwa ananiambia nimpe vitu, nilikuwa na mahusiano naye, kwa hiyo mimi ndio nilikuwa nachukua vitu nampa. Yeye ndio akanifundisha kunywa pombe, akanifundisha kila kitu, na hata ulivyonifokea akaniambia nienda kuwekea samaki, labda siku unaweza ukafa afu sisi tukapata vitu vingi tukaondoka navyo. Na alikuwa ananiambia nichukue hivyo vitu kwa sababu aliniambia kuna mganga ambaye anamjua, nikienda nikikuroga utaninyenyekea, utakuwa unafanya kile ambacho mimi nataka. Nikamuuliza haya pole, kwa hiyo sasa hivi nataka nini? Ananiambia eti bodaboda amenipa mimba, sasa kanitelekeza, maana alikuwa anakaa na bodaboda kwake. Anasema nilikuwa nakaa na bodaboda kwake, siku moja nikawa nimetoka narudi na kutoka Kahama, kachukua kila kitu na hapa mimi nina mimba, sina pa kwenda. Nikamwambia msichana, pole kwa leo ukuta, lakini kwa heri, sitaki mazoea. Kwa heri, tulishamalizana, mshahara wako nishakulipa, sina cha kukufanya. Basi nikakata simu, maisha yakaendelea hivyo. My friend, wasichana